Haleluya, watu wa Mungu, tutajifunza kwa habari ya siku za mwisho, ya siku ambazo Yesu atakuja kumtwaa kila mmoja, maana kila mmoja atatwaliwa kulingana na majira na wakati ambao Mungu amemweka akikaa hapa duniani. Nataka nikwambie mwanadamu, siku uwe ukikaa ukipiga hesabu, ukitafakari ya kwamba Mungu atakapokuja kukutwaa hapa duniani, atakapokuja kukuchukua, utakuwa umepanda nini? Utakuwa umefanya nini hapa duniani? Maana Mungu anasema alikuweka kwa ajili ya kusudi lake, kwa ajili ya mapenzi yake. Yaani hakukuweka duniani uje upoteze muda, uje ufurahi na wanawake wengi, uje ufurahi na mali, uje ufurahi na mambo ya dunia. Hapana, Mungu alikuweka kwa ajili ya kusudi lake. Kusudi la Mungu ni kuihubiri Injili, kuifikisha kweli yake mahali ambapo inatakiwa ifike. Sasa Mungu atakapokuja utakuwa umepanda nini, au utakuwa umefanya nini ambacho kile Mungu atajivunia kuwepo kwako duniani? Na ndio maana leo mambo yanakuwa mengi. Mungu anawaondoa watu wengine kabla ya wakati wao, ni kwa sababu matendo maovu yamezidi katika dunia hii, yamezidi katika nchi yetu, matendo mabaya ambayo ni machukizo mbele za Mungu. Yaani watu ndani ya Tanzania au na nje ya Tanzania wanafanya mambo mabaya kabisa, ambayo hata Mungu anashangaa kabisa, mwanadamu aliyemuumba yeye anafanya mambo ya jinsi hiyo. Tusome kidogo kwenye kitabu cha Ufunuo. Inasema Ufunuo 14 mstari wa 13, inasema nikasikia kutoka mbinguni ikisema andika. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yao yafatana nao. Jiulize, siku utakapokufa, siku utakapochukuliwa na Mungu ukaondolewa hapa duniani, matendo gani yanaweza yakafatana na wewe huko unakokwenda? Maana kama ukienda na matendo mabaya utaishia kwenye jehanamu ya moto, utatupwa kwenye ziwa linalowaka moto. Na kama ukifanya matendo mema utaenda kuishi na Mungu huko mbinguni, utafurahia, kwa sababu ukihangaika hapa duniani, ukitaabika kwa ajili ya mambo yanayomhusu Mungu, ukateseka, ukapigana, siku ukifa Mungu atakupokea kwa parapanda kubwa huko mbinguni. Lakini kuna hatari kubwa, mtu wa Mungu, ukifa katika dhambi, ukifa katika uovu, ukifa katika mambo mabaya ambayo ni machukizo mbele za Mungu. Wengi waleo wako makanisani lakini wana matendo mabaya, wana matendo machafu, wana matendo ya kidunia ambayo ni machukizo mbele za Mungu. Nataka nikwambie mpendwa unayenisikia, mpendwa wangu katika Bwana, Mungu akusaidie kabisa, uachane na dhambi, uachane na uovu, uachane na machukizo ambayo Mungu anayachukia, Mungu anayakataa kabisa. Ulimwengu wote, hata kama ukikubali kuingia katika mambo mabaya, lakini wewe hakikisha unaikataa dhambi. Ikimbie dhambi, mtu wa Mungu, maana Biblia inasema ya kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi hapa duniani sio nyingi, nazo zimejaa tabu. Hakuna mwanadamu mwenye raha, hakuna mtenda dhambi, hakuna. Mimi nakataa kabisa na nitaendelea kukataa. Amani haipo kwa mtenda dhambi, hata kama na mali za kutosha, hata kama na majumba makubwa, hata kama na mali nyingi, hata kama na magari ya kifahari, lakini kama hana Yesu, kama ni mtenda dhambi, hawezi kuwa na raha. Wanajilisha upepo, hao watu wanawadanganya, wanajilisha upepo. Hakuna mtenda dhambi ambaye anaweza akawa na raha. Raha ya kweli inapatikana kwa kumwamini Yesu, kwa kumjua Mungu wa kweli. Na ndio maana Daudi akawa anamwambia mwanaye Sulemani ya kwamba mjue sana Mungu wa baba yako ukamtumikie. Afu anamwambia kwamba ukimkataa naye atakutupa milele. Ina maana Mungu atakapokuonya mara ya kwanza, atakuonya mara ya pili, akakuonya mara ya tatu, lakini bado umeshupaza shingo yako, Mungu anasema atakutupa milele, atakutupa milele. Kwa hiyo ni heri, mpendwa wangu, mpendwa wa Mungu wangu, leo unaonisikia kupitia njia hii ya mtandao, kupitia injili hii, ni wakati wako wa kubadilika, ni wakati wako wa kumrudia Mungu wako.
maana Mungu anakuita, anataka ubadilike, uiache njia yako mbaya. Utapotoshwa na mitume hata lini? Utapotoshwa na manabii hata lini? Utapotoshwa na uchawi hata lini? Utapotoshwa na umalaya hata lini? Anataka Mungu ache umalaya wako, umjue yeye, umgeukie yeye, maana anasema ya kwamba wote ambao akiwaita wakaitika, yuko tayari kuwatengeneza, yuko tayari kuwasamehe, yuko tayari kuwajenga, fundisha njia zinazowapasa. Watu wengi leo wanaishi maisha mabaya, ni kwa sababu hawajamwamini Yesu wa kweli, hawajamkimbilia Yesu wa kweli. Mungu anasema ya kwamba leteni hoja zenye nguvu, leteni hoja zenye nguvu. Lakini tunaona kabisa mambo yanafanyika mabaya juu ya watu wengi. Wengine wameolewa, wapo kwenye ndoa zao, lakini bado wana michepuko. Wengine wameoa, bado wana michepuko, alafu bado wanajiita ni watumishi wa Mungu, ni wahuni. Wengine ni waimbaji, hasa kwa waimbaji kumechafuka mno. Waimbaji wengi wamekuwa wahuni, wamekuwa wasera, wamekuwa watu wa ajabu mno, alafu bado wanajiita ni watumishi wa Mungu. Nataka niwaonye watu wa Mungu, iko siku ambayo Jehova atarudi. Jehova atarudi na ujira wake mkononi, kuja kumlipa kila mtu. Biblia inasema pandacho mtu ndicho atakachokivuna. Utakachokipanda sasa kwa siri, utakachokipanda sasa kwa kificho, ukajua wanadamu hawakuoni. Ewe mke wa mtu, ewe mme wa mtu, ewe binti, ewe kijana, kile ukipandacho, ipo siku utavuna, ipo siku utavuna. Jehova yuaja na ujira wake mkononi. Atakukuta umejiandaaje, atakukuta umefanya nini, atakukuta umesimamaje katika utumishi wake aliyokuacha nao. Badilika mtu wa Mungu, badilika mtu wa Mungu. Jehova yu karibu. Wakati tulionao ni wakati wa mwisho, wakati tulionao ni wakati wa mwisho. Unapoona watumishi wengi wanahubiri kwa njia ya mitandao, wanahubiri kwa njia mbalimbali, ili mradi injili ya kweli kufikie, ili mradi neema ya Bwana ikufikie, jaribu kubadilika wewe mtu wa Mungu, jaribu kugeuka, jaribu kugeuka. Wakati tulionao sio wa kucheza, wakati tulionao ni mbaya mno kuliko tulipotoka. Mungu anachotaka kuona mwanadamu anageuka. Inawezekana kuokoka, inawezekana ukiwa kijana ukawa na Yesu ukaishi maisha bila dhambi. Inawezekana ukimkamata Yesu kikamilifu. Inawezekana umeona wahuni wengi huko mtaani wakifanya mambo ya ajabu, wakiwa ndani ya ndoa zao, wakiwa ndani ya familia zao, wakiwa mashuleni, wakiwa vioni, wanafanya mambo machafu ambayo ni machukizo, hayaendani na wokovu wa Mungu aliye hai. Lakini nataka nikwambie, kwa mtu ambaye ana shauku ya kusimama na Mungu, ana shauku ya kumtaka Yesu kikamilifu, inawezekana, inawezekana, inawezekana. Yuko Mungu aliyeweza kunigeuza mimi, aliyeweza kunibadilisha mimi. Inawezekana hata kwako. Walioshindwa ni wale waliolala kaburini, lakini wewe ambaye bado uko hai, inawezekana. Inawezekana kabisa, inawezekana. Inawezekana kuishi maisha bila dhambi, inawezekana. Wengi wanaishi maisha ya dhambi kwa kujiendekeza, lakini kuishi maisha bila dhambi inawezekana, my dear. Inawezekana. Jaribu kutafuta kumjua Mungu, naye Mungu atakuonekania katika maisha yako. Amen.